Kumekuwa na bad condition kwa dada yetu Gigy Money, na of course ni sad news, na nitaanzia sana mara baada ya kuwa katika changamoto, watu wakijaribu sana kudadisi, kupiga simu na kutaka kujua nini kilichoweza kumfanya dada yetu Gigy Money kutokea Mbeya City, msanii ambaye tunafahamu kabisa kwamba ni msanii ambaye amekuwa ni mcheshi sana, msanii ambaye ni rafiki wa watu wengi sana, licha kwamba hakuna binadamu aliyekamilika. Yani tuachane na madhaifu ya dada yetu Gigy Money, lakini watu wengi walikuwa wanajiuliza ni nini kinachomsumbua dada yetu Gigy Money mpaka kufikia hatua ya kulazwa Muhimbili hoi bini tabani. Yani naambiwa ameweza kunusurika kifo, yani yupo kwenye hali na yupo kwenye changamoto mbaya sana, kiasi kwamba watu wanatamani kujua je, anasumbuliwa na ugonjwa gani, kwa sababu watu wengi walikuwa na taarifa tofauti tofauti kwamba labda pengine aliweza kushushiwa kipigo ambacho kiliweza kumfanya kuwa katika hali mbaya. Kila mmoja akawa anazungumza kwa upande wake, lakini Watanzania mpaka hivi sasa ni kwamba uongozi wa Gigy Money uliweza kuandika kupitia mtandao wa Instagram wa akaunti ya Gigy Money na kuomba kwamba kwa sasa nafikiri tuache majungu, tuache taarifa na kusambaza kwa maneno tofauti tofauti, lakini cha msingi ambacho kitakuwa ni beta zaidi na kitakuwa ni bora zaidi ni kuendelea kumwombea dada yetu Gigy Money ambaye kwa hivi sasa yupo kwenye wakati mgumu wa kupambania maisha yake katika hospitali kubwa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Kiuhalisia tunatamani na tunataka na tunaendelea kufuatilia zaidi taarifa ambazo zitakuwa ni sahihi kuhusu labda kama ni ugonjwa ama kama ni tatizo ambalo limeweza kumpelekea Gigy Money kuweza kulazwa hospitali ya Muhimbili akiwa bado yuko hoi na hali yake bado haijatengemaa kuwa vizuri. Kwa ni taarifa ambayo tuko nayo, lakini pia kwa ewe msikilizaji na mdau mzima ni kwamba endelea kuwa in touch na sisi kwa taarifa zaidi ambazo zitakuwa ziko sahihi kuhusu dada yetu Gigy Money. Tuendelee kumwombea hali yake iweze kutengemaa. Hii ni Hot Boy Media, cha msingi tukutane kwenye upande wa comment.